بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 25 mwezi wa Dhulhijja mwaka 1442, katika darsa ya kitabu أصول السنة لأبي بكر الحميدي رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله. tuendelea na mukaddima wa mshereheshaji wa risala na tulifikia قول yake قال وقد ثبتت الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع 4 مرات. tulifikia zimethubutu katika hadith kwa mtume sallallahu alayhi wasallam ataomba shafaa mara 4, uombezi ili watu wasiadhibiwe katika watu wa tauhid na nyinginezo katika shafaa ambazo tutazitaja hapa. Na katika kila wakati Allah subhanahu wa ta'ala amwekea kiwango kuwa hawa kwa shafaa yako watatoka kutoka hili katika lile wa hakadha. Kwa tuisimamia katika maneno haya katika hii hadithi, sio? Naam, hapa kwenye hadithi في الصحيحين عن معبد بن هلال العنزي قال اجتمعنا ناس من أهل البصرة فذهبنا إلى أنس بن مالك وذهبنا معنا بثابت البناني. نعم، وذهبنا معنا بثابت البناني إليه يسأله لنا عن حديث الشفاعة. معبد بن هلال العنزي يسمى walikusanyika watu katika watu wa Basra wakaenda kwa Anas ibn Malik radhiyallahu anhu pamoja na wao Thabit al-Bunani ili kumuuliza Anas kuhusu hadithi ya shafaa. فإذا هو في قصره فوافقناه يصلي الضحى فاستأذنا فأذن لنا وهو قاعد على فراشه. kumpata Anas katika kasri yake. Anas alikuwa tajiri radhiyallahu anhu ardah. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuombea baraka katika mali, akawa ana mali nyingi sana. Kadhalika akamwombea baraka katika watoto, akazaa zaidi ya watoto 100. Naam, bali katika taun ya Madina akazika watoto wake zaidi ya 80 katika siku 3 radhiyallahu anhu ardah. na Mtume sallam akamwombea umri mrefu, faasha akthara min 100 sana wa huwa min awakhir as-sahabati mautan radhiyallahu anhu ardah, katika masahaba waliokufia mwisho, miongoni mwa masahaba waliokufia mwisho. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala akampa katika mali na baraka katika watoto na katika umri kwa dua ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال اللهم أكثر ماله وولده kisha وطول في عمره أو كما قال عليه الصلاة والسلام. كموmbezi dua 3 na Allah akampa. قال
فاستأذنا فأذن لنا وهو قاعد على فراشه tukamwomba idhni akatukubalia tuingie kwake amekaa katika tandiko lake فقلنا لثابت لا تسأله عن شيء أول من حديث الشفاعة قبل chochote mwanzo anza na kumuuliza kuhusu hadithi ya shafa'a فقال يا أبا حمزة يعني كنيا لصحابة أنس بن مالك أبو حمزة هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاءوك يسألونك عن حديث الشفاعة عن رجزاكم توك بصرة عراق وميكوجك كوليزك وصو حديث الشفاعة فقال حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال سمعت حديثي محمد صلى الله عليه وسلم موجة كموجة حديثي مما يسكي كناني كمتوم صلى الله عليه وسلم موجة كموجة قال إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض فيأتون آدم إلى حادثة كفكوان زيتو يواتو كتك عرصات القيامة وتكسنيك ويلكيك وآدم فيقولون اشفع لنا إلى ربك تمتك آدم أيندي أكوان بي شفاعة كمدواكي فيقول لست لها آدم تنبي لها سميمي وكوان بي شفاعة عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن نلانكم إبراهيم نكبنزي شاء الله سبحانه وتعالى فيأتون إبراهيم فيقول لست لها الله أكبر وتكوجك إبراهيم أتطوع عذره مما سوكم بشفاعة ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله نندينكم موسى Allah amemnyanyua cheo mpaka akamfanya ni mwenye kuzungumza naye moja kwa moja min warai hijab fayatuna Musa fayaqulu lastu laha subhanallah waje kwa Musa pia atoa udhuru la misiwezi sasa hawa ni mitume wa Allah wakati huo watakuwa hai katika arasat alqiyama waogopa kuomba shafa'a tuombe kwa Allah subhanahu wa ta'ala waogopa ile hofu itakaotanda siku hiyo bali katika riwaya kila mmoja sema nini nafsi 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 mimi leo najiangalia nafsi yangu fayaqulu lastu laha ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته نندينك عيسى نروح يا الله أي هو روح من الأرواح التي خلقها الله عيسى نروح كتكروه انبازو الله أمزيومبا وكلمته أي خلقه الله بكلمة كن فكان كما أراد الله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من طين ثم قال له كن فيكون فيأتون عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم وكيك عيسى بيسم لا سميمي نندينك محمد صلى الله عليه وسلم فيأتوني فأقول watakuja kwa mtume sallam watamwambia mtume sallam tuombe shafa'a faaqulu ana laha mtume sallam anasema mimi ndiye wa kuwaombea nyinyi shafa'a sababu kila mtume alipoa nafasi ya kuomba dua akaomba hapa duniani isipokuwa mtume wetu sallam ameiweka dua yake iwe ni shafa'a kwa umma wake siku ya kiyama ana laha فأستأذن على ربي فيؤذن لي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه كم mwanzo nitaomba idhni kwa Allah subhanahu wa ta'ala akinipa idhni ndio nitaomba shafa'a qul lillahi shafa'atu jami'a anayemiliki shafa'a yote ni Allah
Kwa asije mtu leo akasema kuwa amuomba Mtume sallallahu shafaa leo, sababu Mtume Muhammad sallallahu mwenyewe hataomba shafaa mpaka idhini ya nani? Ya Allah. Kwa hivyo wakuomba shafaa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa utaka shafaa ya Mtume sallallahu muombe Allah amjalie Mtume Muhammad sallallahu awe ni mwenye kushufaia, si kumuomba Mtume sallallahu, sababu hili jambo halimiliki hili jambo. Hakuna anayemiliki shafaa isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Na hii hadithi ushahidi wa wazi kabisa. Mtume sallallahu asema faastadhinu ala rabbi, mwanzo nitaomba idhni kwa Mola wangu, fayudhanu li, nitapewa idhni. Kabla ya idhni hawezi kuomba shafaa, hawezi kuomba shafaa la malaika wala mitume wala watu wema wala shuhada wala yeyote hawezi kuomba shafaa mpaka idhni ya nani? Ya Allah. Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa biidhnihi. Kisha anayeombewa shafaa nani? Wala yashfa'una illa liman irtada, kwa wale ambao Allah amewaridhia waombewe shafaa takubaliwa shafaa. Bimaana ikiwa yule mtu anayeombewa shafaa Allah hakuridhia, basi shafaa ni yake bwana, atakataa huyu la. Na Allah haikubali shafaa kwa nani? Kwa washirikina na kufar. La tanfa'uhum shafa'atu ash-shafi'in. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. siku hiyo ndio itakuwa hali yao. sallallahu alayhi wasallam قال ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن. Allah atampa ilham Mtume sallam amsifu Mola wake kwa sifa ambazo hazijui wakati ule alipokuwa akizungumza. Sizijui sasa, nitazijua siku hiyo. Allah atanifundisha. Fa ahmaduhu bitilka almahamid, wa tamsifu Allah. Wa hiyo ilham atakayompa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru lahu sajidan, atamsujudia Allah subhanahu wa ta'ala, atamsujudia Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa wanaokwenda kutafuta shafaa kwa maiti makaburini, nani aliyewaambia kuwa wamepewa idhini na Allah hawa kuwaombea wao shafaa? Nani aliwaambia? isipokuwa shaytan. Sasa haulai shufaauna inda Allah, hawa ndio watakaotuombea sisi shafaa mbele ya Allah. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون أنتم تشركون بالله. hao mnaokwenda kuwataka waombe shafaa pasi na Allah katika maiti, mmejuaje nyinyi wamepewa idhni na Allah waombe shafaa mwanzo? mmejuaje? Alafu nani aliyewaambia wamiliki shafaa? hawezi kuomba shafaa mpaka idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala. kisha nani aliyewaambia wawasikia hata mkiwaomba? in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawma alqiyamati yakfuruna bishirkikum. Allah ita kile kitendo mnachokifanya nini? Shirk. wala yunabbi'uka mithlu khabir wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala al-khabir. قال فيقول الله سبحانه وتعالى تسمى يا محمد ارفع رأسك، يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع عليه الصلاة والسلام. ewe Muhammad, nyanyua kichwa chako, sema utasikilizwa unachokitaka, omba upewe, omba shafaa yako itakubaliwa. فأقول يا ربي أمتي أمتي، نكوomba umma wangu ya Rabbi, umma wangu alayhi salatu wassalam. Huyu ndio mtume wetu sallallahu alayhi wasallam. Hakuna kinachomtia wasiwasi isipokuwa umma wake. Wakati mitume wengine wasema nafsi nafsi nafsi, mtume wetu sallallahu alayhi wasallam ummati ummati ummati. Kisha leo watu waje kuchezea sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam, watu wafanya bid'a. yani
haki yake basi hatuitambui tukatetea sunna ya Mtume sallam. Iketi baridi huna ghera na sunna ya Mtume sallam, bid'a zafanywa hata habari una wala huumii roho yako, waona jambo la kawaida tu. Waketi na mubtadi'a waona ni watu ambao ni maadui wa sunna za huyu atakayetuombea sisi shafaa siku ya kiyama. Wewe huwezi kuitetea, wanyamaza tu. Na anayezungumza kuitetea sunna ya Mtume sallama pia wafanya takhdhil. Maana matata bwana, matata sana watu. Hatuache bwana, tutamtetea. Semeni mpaka mchoke. Hatujui tumlipe nini mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Na ukisoma habari kama hii, subhanallah, fadhila kubwa aliyoje mtume sana alionayo juu ya umma wake. Wana kipi ambacho watamfanyia wamlipe mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Huwezi kumlipa alayhi salatu wassalam. قال فيقول الله سبحانه وتعالى انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان. nenda kamtoe motoni kila ambaye ana mfano wa uzito wa shaira, kama mfano wa tembea ngano ile ndogo, mfano wake. Shaira sio ngano lakini mfano wake ya iman mtoe. faantaliqu faaf'alu, yani awatoa motoni. thumma a'udu faahmaduhu bitilka almahamida, kisha rejea tena amuombe tena Allah na amsifu kwa zile sifa ambazo atampa ilham nazo. thumma akhiru lahu sajidan, tamsujudia tena, nitapomoka nimsujudie Allah. fayuqalu ya Muhammad irfa' ra'sak wa qul yusma' lak wa sal tu'ta washfa' tushaffa'. faaqulu ya rabbi ummati ummati, bado vile vile umma wangu. فيقول انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان فأخرجه. nenda tena ukipata motoni yoyote aliye na mfano wa tembe ya khardal ndogo kabisa ya iman, mtoe muingize peponi kwa idhini ya Allah, mtoe. فانطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد. na hii hadithi khawarij hawaiamini, kwa sababu wao wasema kuwa anayefanya dhambi katika madhambi makubwa atakaa milele motoni, ni kafiri. Hakuna muwahid ataingia motoni kisha atoke, la, wao moja kwa moja tu motoni, hurudi tena, kenda motoni hurudi tena. na hii ndio i'tiqadi ya Mu'tazila, ndio i'tiqadi ya Khawarij. ikhtilaf baina al-Mu'tazila na al-Khawarij ni hapa duniani tu. Mu'tazila wakasema ni manzila baina al-manzilatayn, si mu'min wala si kafir, sahib al-kabira. wakati Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min, khalas, wa minkum manzila baina al-manzilatayn, la, imma an takuna mu'minan au kafiran, moja katika wawili, mu'min au kafir. tunasema manzila baina al-manzilatayn, laysa bimu'minin wala kafirin. Khawarija kafiri tu, kafiri hapa si tu milele motoni, unakaa milele huko utoki tena. Kwa nini? Mwizi hata kama muislamu utakaa milele motoni. Hii itikadi ya nani? Khawarij. Kwa hivyo hadithu shafa'a hawaikubali Khawarij, hawaikubali. قال ثم أخر له ساجدا فيقول يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول يا رب أمتي أمتي. فيقول انطلق فأخرج من كان في قلبي أدنى مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجه من النار. kila kienda azidi kuwachukua wale wenye imani ndogo kabisa, chini kabisa, watoe motoni. rukhsa, nenda kwa watoe. arhamur rahimin ampa rukhsa mtume wake sallam. فأنطلق فأفعل. قال فلما خرجنا من عند أنس قلت لبعض أصحابنا لو مررنا بالحسن وهو متوار في منزل أبي خليفة فحدثناه بما حدثنا أنس بن مالك فأتيناه فسلمنا عليه فأذن لنا فقلنا له يا أبا سعيد جئناك من عند أخيك أنس بن مالك فلم نرى مثل ما حدثنا في الشفاعة. tukitoka hapa twendeni kwa Al-Hasan, alikuwa
katika nyumba ya Abi Khalifa, tukamhadithia kile tulichohadithia Anas. Tukaja kwake tukamsalimia, akatupa idhni kwamba ewe Aba Said, sisi tutoka kwa ndugu yako Anas ibn Malik. Hatujaona mfano wa hadithi aliyotuhadithia leo ya shafaa. Faqala hi fahaddathnao, yani hebu nieleze na mimi pia hadithi nisikie kama hadithia hadith. فانتهى إلى هذا الموضع يعني akaishia hapa. فقال هي فقلنا لم يزد لنا على هذا. هي manake endeleeni. Kambe la paka hapa ndio tumfikia, aje tuzidishia zaidi ya maneno haya. فقال لقد حدثني وهو جميع منذ 20 سنة فلا أدري أنسي أم كره أن تتكلموا عفوا أن تتكلوا. Asema hadithi Anas alituhadithia sisi miaka 20 iliyopita, lakini kuna ziada sijui ameisahau, yani katika kuhadithia kisha akasahau, au aliogopea akiwaambia hadithi hiyo mtawacha kufanya amali, mtazembea katika amali, tatakilu. قلنا يا أبا سعيد فحدثنا, basi tuhadithie ni kitu gani? Fadhahika, akacheka. Sikiliza, wana hirsi na ilmu, kwani yeye watajia ile fanini ile wafiche, amewatajia kwa sababu ataka kuwafundisha. Waqala khuliqa al-insanu ajula, mwanadamu ameumbwa ataka mambo upesi upesi, haraka, hataka apate tu haraka, ilmu abebe tu pole pole, habba habba, wahid wahid, pole pole. Nitawaeleza, usifanye haraka. Na mara nyingi hili hutokea kwa tulabi ilmu. Ukiona talib ilmu ana haraka ya mambo, huwa ni hatari tena nyingine. Kuna kijana mmoja alikuwa akihudhuria darasa hapa, nakumbuka mwanzo tulivyoanza kusoma kitabu Tauhid sharh Sheikh Al-Fawzan. Sharh Sheikh Al-Fawzan mujallad mzima, salat al-fajr, na ile ilikuwa darasa imelengwa kwa ajili ya awam, si tulabi ilmu. Pole pole tu tuenda na awam, hadithi moja baada nyingine, aya, mlango, hivyo hivyo. Akanifuata akaniambia, bwana, si ungelikuwa ufanya haraka haraka tukimalizia haraka hiki kitabu, fanya subra bwana. Nafikiri hakufika mwezi huyo mpaka kitabu kikaisha, sikumuona tena. Ilmu haipatikani kwa pamoja hivi, pole pole, hadithi leo, kesho nyingine, kesho nyingine. Ikifika mwezi umesoma 30 ndio wasonga hivyo, pole pole tu, si kwa siku moja hivi. Lakini ndio ilivyo mwanadamu, khuliqa al-insanu ajula. Qala ma dhakartuhu illa wa ana uridu an uhaddithakum, miskuwatajia isipokuwa nataka kuwahadithia, ndio maana nikawatajia maneno. Hadathani kama hadathakum bihi, amini hadithia mimi Anas kama alivyohadithia nyinyi. Qala thumma a'udu ar-rabi'a, ndio mara ya 4 sasa. فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا، لما يلزوها كما يلي. فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول يا ربي إذن لي في من قال لا إله إلا الله، نبي إذني ويولي أليتمك لا إله إلا الله، بلا شك موقنا به قلبه، sikutamka pekee kama wanafiki walivyofanya, la, sababu la ilaha illallah ina masharti yake. fayaqulu wa izzati wa jalali wa kibriyai wa azamati la ukhrijanna minha man qala la ilaha illa Allah, na apa kwa nguvu zangu na utukufu wangu na kiburi changu na ukubwa wangu, nitamtoa ndani ya moto wa jahannam kila aliyetamka la ilaha illa Allah. Na hii bila shaka yafasiriwa na hadithi nyingine. Zile sharti za la ilaha illa Allah lazima zipatikane. Hapa haimaanishi wanafiki watatoka, bali wao fi dharki al-asfali minan nar, na wantamka la ilaha illa Allah kwa sababu walitamka bila ya kuitakidi. Kwa mtu asione hadithi hii akasema la, basi mimi nasema la ilaha illa Allah, basi mimi nitaenda peponi. Nani anakuambia? Taingia katika maneno yale ya salaf, sema la ilaha illa Allah miftahu aljanna, lakini hadha almiftah lahu asnan, ufunguo na meno.
fa idha jita bimiftahin lahu asnan, ukija na ufunguo ambao una meno, futiha lak, ile pepo utafunguliwa. Lakini ukija na ufunguo hauna meno, utazunguka hivi, maana yake uwe ni kokote. Sasa ile la ilaha illa Allah lazima iwe itatekelezwa na nini? Na masharti yake. Yakikosekana ni masharti, kama vile wanavyofanya wanafiki na wengineo, haisaidii chochote. qala wa yashfa'u al-anbiya ويشفع الشهداء ويشفع الصالحون، متومه وتومب شفاعة مشاهيدي وتويمة. ويشفع أهل القرآن وتشفع الملائكة، وتوى قرآن بي وتومب شفاعة، ملائكة تومب شفاعة. وتبقى بقية لا تنالهم الشفاعة، كتبكية وليتكوبكية شفاعة هيتا وبات. فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، الله تسمى ومهم شفاعة ملائكة متومن ومؤمنين، ولم يبق إلا أرحم الراحمين، هكبكية اسبقوا mwingi ورحمة أرحم الراحمين. فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، atachukua watu kama kuteka watu ndani ya moto wa jahannam, atawatoa watu hawajawahi kufanya khairi qattu, qad aadu humaman, amekuwa kama mfano wa makazi chomeka kabisa. fayulqihim fi nahrin fi afwahi aljannati yuqalu lahu nahru alhaya, wataweka kwenye mto katika mito ya peponi, mto wa uhai. فيخرجون كما تخرج الحبة في حمير السيل. ni hadithi tuliyokueleza kwa kirefu katika sharh ya kitabu al-iman sahih mukhtasar sahih muslim للحافظ المنذري. kwa watatoka kama mfano wa ile tembe inayotoka baada ya kupita saili, wale mchanga yana rutba nzuri yatoka mfano wake, bimaana watarudi kuwa sawa sawa, wataingia pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. قال والأصناف الثلاثة السابقون والمقربون والمقتصدون أصحاب اليمين والظالمون لأنفسهم كلهم مؤمنون موحدون، أو وتهاو السابقون المقربون والمقتصدون أصحاب اليمين والظالمون لأنفسهم وتهاو نمؤمنين، أما كل ما تاتوا نمؤمنين. اصطفاهم الله تعالى وأورثهم الكتاب، سوى أورثوهم وأورثهم الكتاب. الله أمewachagua na akawarithisha kitabu. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق الخيرات بإذن الله. hao ndio wanakusudiwa aina tatu. وكلهم من أهل الجنة، wote ni katika watu wa peponi. يدخل السابقون المقربون والمقتصدون الجنة من أول وهلة، hao wawili المقربون na المقتصدون hao wataingia peponi mwanzo bila kuadhibiwa motoni. والظالمون لأنفسهم على خطر، ama wale walijidhulumu nafsi yao hao kwenye hatari, tahta mashiati Allah, akitaka atawasamehe moja kwa moja ingize peponi, au wataadhibiwa kwa kadri ya madhambi yao, naudhu billahi minan nar, kisha watatolewa ingizwe peponi. قال الله تعالى في وصف هؤلاء الثلاث، الله kiwaeleza watatu asema ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها. kwa hivyo wote hao waenda wapi? Peponi. يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. لغفور الله ni mwingi wa maghfira, amewasamehe. Shakur, mwenye kushukuru vitendo vya wale waliofanya wema, pamoja na kuwa hana haja na vitendo vyao, lakini atawashukuru kwa vitendo vyao. faulaika kana sa'yuhum mashkura alladhi ahallana dar almuqamati, katika pepo hakuna kutoka tena, ndio kubaki milele. min fadlihi,
laysa liajli a'malihim, sio kwa amali zao ndo zimeingiza peponi, la, ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ingawa fadhila hii ya Allah subhanahu wa ta'ala kuipata atakana ufanye nini? Ufanye amal ili upate rehema za Allah, akufunike na rehema zake, akuingize peponi. La yamassuna fiha nasabun, hakuna kuchoka bana katika pepo. Nasallallahu min fadli. La yamassuna fiha nasabun wala yamassuna fiha lughub. Hakuna dhiki wala mchovu wala nini ndani ya pepo, starehe. Na hakuna usiku na mchana peponi. La yarawna fiha shamsan wala zamharira, kwa hakuna atajua ndani ya pepo. Wataishi vipi? Raha tupu kule bwana. Hakuna sahihi imefika wakati wa usiku watu walala. Hakuna kulala nusu ya mauti. Kulala ni upungufu hapa duniani ndio mtu anao. Akiingia peponi hachoki, adale wapi? Inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin, watu kwa shughuli zao bwana, tena shughuli za kwenda shughuli tu, enda tu shughuli na nguvu kweli kweli, kula nini, kustarehe. hum wa azwajuhum fi dhilalin ala al-araiki muttaki'un lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Subhanallah, angalia kila aina ya matunda, kila wanachokifikiria wakitaka chaji. Wajua mpaka chemchemu za janna za ajabu sana. Yufajirunaha tafjira, yani ni wao wenye, si ati chemchemu iko kule, hapa kama baton vile bofu, toka maji yatoka kwenye chemchemu, yuanwe afu ondoka, takupumzika sasa. Hakuna kabisa katika janna dhiki ya aina yoyote. Hata pia ile mimea ya matunda peponi, wadaniyatan alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadhlila, yani yaja kwa ukiwa umelala, yaja hapo, ikiwa umekaa yaja kiwango hicho, ukiwa umesimama yaja kiwango hicho. Hii pepo bana. Alafu si ati kule ukitia kwenye bilauri lako lile maji, kama ni maji matamu, kama kitu chochote kile, ati utakunwa kisha itabakia kidogo useme mmeshiba. Hakuna. Qaddaruha taqdira, pia yakija yametengenezwa na kuwekwa kwa kiwango cha vile unavyotaka basi. Yani ukimaliza ile tone la mwisho ndio pale, hapa nimetosheka. Sio fahamu, si ati mmekunwa mingi mmevimbiwa. Hakuna kitu kama hicho. Pepo jamani yataka nini? Amali. Yataka amali. Sasa ukizungumza pepo meno yote yatafunguka hivi. Na pepo yataka amali. Ala inna sil'ata Allahi ghaliya, ala inna sil'ata Allahi aljanna, janna ghaliya. Yataka amali. Fanya amali. Watu wakianza kuzungumziwa moto wengine ulalamika bwana. Kuna mmoja hapa akija hutuba ikiwa kuhusu moto, bwana mambo gani sasa haya bwana, watutia wasiwasi bwana. Kuna mmoja astaghfirullah asema bwana, hii moto atakana kuzungumzia wale watu wa maskani kule wataki kuswali, sisi tukuja msikitini tuzungumzie pepo bwana. Sema hivyo. Kwani Allah alivyozungumza kwenye Qur'an, unaisoma Qur'an nani? Hudan lilmuttaqin, dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin. Au muttaqin ndio wanaosoma ile maneno pale ndani yakawaelekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. الصنف الرابع كيغانيو شأن الكفار ذكرهم الله سبحانه وتعالى بعد ذكر الأصناف الثلاثة. wacha tumalize wakati umesonga, lakini kipande kilobakia ni kidogo sana kubakisha hii tumalize leo. Kwa aina ya 4 ni makafiri. Allah amewataja baada dhikri al-asnaf al-thalatha, baada ya kuwataja haya makundi matatu akawatakala taala, walladhina kafaru lahum naru jahannam, na wale waliokufuru yao wao ni moto wa jahannam. La yuqda alayhim fayamutu, haipitishwi amri wao kufa. Wala yukhaffafu anhum min adhabiha, ikiwa wafikiria utakhafifishwa adhabu, hakuna kukhafifishiwa adhabu. Wala yukhaffafu anhum min adhabiha kadhalika najzi kulla kafur. Hivi ndivyo tunavyowajazi kila wingi wa kumkufuru na kumkanusha Mola wao.
ahlul jannati ثلاثة أصناف السابقون والمقتصدون والظالمون لأنفسهم وأهل النار هم الكفرة وإن تفاوتوا كوات وبيبوني أين تاتوا السابقون وليو درجة زجو كبيس كيشا كنا والي وكتنا كات المقتصدون كيشا كنا الظالمون لأنفسهم هوا مكفيري ni watu wa motoni kwa aina zao mbalimbali wanafiki kama mayahudi kama manasara na wengineo والكفرة أنواع اليهود كفرة والنصارى كفرة والمجوس كفرة وعباد النار والمنافقون كفرة والملاحدة كفرة وكلهم في النار في دركاتها نعوذ بالله hawa wote tuliwataja sidhani kama mtu haelewi mayahudi manasara majusi waabudu wa moto wanafiki mulhidin wanaokanusha mpaka uwepo wa Allah wale muita atheist wote hawa wakifia namna ile wako katika matabaka ya chini ya moto waliyadhu billah bali almunafiquna fi ad-darki al-asfali minha bali wanafiq watakuwa katika tabaka la chini kabisa katika yote لأن النار نعوذ بالله دركات وسبب موت والعياذ بالله دركات وشuka chini kama vile aljanna darajat watu janna wapanda juu كل دركة سفلى أشد عذابا من الدركة التي أعلى منها يعني كلا ukishuka tabaka la chini adhabu yake ni kali kuliko lile liloko juu yake amma aljannatu nas'al Allah ta'ala an nakuna minha wa min ahliha darajat janna ni daraja nyingi za juu الدرجة العليا أعلى نعيما من الدرجة التي تحتها kila daraja yako ikiwa juu iko juu zaidi kuliko ile iliyoko chini yake basi neema zilizoko juu kule zimeshinda kule chini ingawa yule wa chini peponi hatajiona kuwa ana upungufu wa aina yote yeye ajiona yuko sawa kabisa yule wa chini kabisa wa chini wa mwisho kuingia peponi pia yeye atasema hakuna mtu aliyepewa kama mimi hajui uko juu kuna nini hajui kuna watu huko walotangulia mbele huko wanastarehe zaidi kuliko yeye lakini hakuna katika pepo kwa nini yule yeye atajiona pale alipo amefika tosha ametosheka sasa wewe usiseme kuwa bora uingie peponi kama maneno ya mahizbi ya wajielewa wafanya mzaha na janna wasema hata kama mpale pale mlangoni tu Mtume sallama asema idha sa'altumullaha aljanna fas'aluhu alfirdaus fa innahu a'la aljinan angalia mpaka kuomba dua ya janna usiombe janna tu hivi hivi muombe alfirdaus ya juu kabisa muombe Allah subhanahu wa ta'ala na kwani wewe waona nini wewe Allah kukuingiza katika jannatul firdaus utapunguza nini wewe katika ufalme wa Allah wakati wasoma katika hadithi ya ibn Adam law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala sa'idin wahid au ijtama'u fi sa'idin wahid fasaluni wakaniomba wote wa mwanzo mpaka wa mwisho majini na watu wakamuomba Allah kila mmoja akamuomba anachokitaka na watu wana vituko wanavyovitaka hapa duniani waweza kumwona mtu amekaa kitu anachokiomba ajabu atamani awe na nyumba iko juu ya bahari sio katikati huko alafu gari la penya hivi lafanya yani aweza kuomba vituko omba utakacho fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu nikampa kila mmoja kile anachokitaka ma naqasa dhalika mimma fi mulki illa kama yunqisu al-mikhyat idha udkhila al-bahr haipungui katika ufalme wangu isipokuwa ni kama utie sindano katika bahari kisha uitoe yatokana nini wacha sindano nenda na kifuvu kabebe na kifuvu kizima utatokana nini katika maji ya bahari nenda na boza gari lazima lile buruta maji wewe atuangalie umpunguza nini hujapunguza sasa Allah akwambia pini ile sindano iweke kwenye maji itoe mtoa nini hujatoa chochote kwa hivyo Allah kukupa firdaus si chochote al-Karim subhanahu wa ta'ala muombe usikae na himma yako iko chini salala himma iko chini mpaka kwenye dua bwana yani kuna watu hawana habari la katika amal pia katika dua omba vitu vidogo
sasa wewe utakuwa duni hivyo mpaka lini bwana? Na mtume sana mashakwambia idha sa'altumullah aljanna fas'aluhu alfirdaus. Mtume sana makwambia maneno, kisha wazungumzwa na watu hapa wajielewi, akwambia ukipata mlangoni tu pale au mlangoni. Hawa watu wazima akili zao wazungumza maneno kimzaha, mambo ya pepo zungumzo mzaha kama ni kitu ambacho kina maana. Allahu musta'an. والمنافقون أشد عذابا من اليهود والنصارى. ونافق عذاب يوم كالي كلكم يا يهود ونصارى لأنهم وافقوهم في الكفر وزادوا عليهم الخداع والتلبيس. sababu waliafikiana na wao katika ukafiri, kisha wao wakazidi kuhadaa na kufanya talbis, wakafumba macho watu, wakakanganya watu jifanya ni waumini kumbe makafiri. فهم يعيشون بين المسلمين ويلبسون عليهم ويدبرون الحيل والمكائد للإسلام وأهله فهم أشد على المسلمين ولهذا صار عذابهم أشد. نسأل الله السلامة والعافية. وإذا هوا ونافق هو بانجية حيلة وأميني نكيد وإسلام. وإذا هوا نواوف زيدك وإسلام كلك ولمكافير وواز. ولهذا صار عذابهم أشد. نسأل الله السلامة والعافية. عذاب yao ikawa ni kali zaidi, kadhibiwa adhabu zaidi kuliko makafiri kwa sababu ya ule uovu wa kuficha na kuwafanyia hadaa waislamu. Wallahu almusta'an. Kikao kinachokuja tazungumzia at-ta'rifu bi risalati usul as-sunnah lil-Humaydi. Hii risala ataieleza insha Allah taala mshereheshaji kwa تصوم maelezo yake insha Allah taala. naktafi bihadha qadr wallahu taala a'lam. subhanak allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. barakallahu fikum.